Yes. Kwa hivyo mtu wa Mungu, mwaka huu Mungu ametupatia neema, na kama tutataka kupata vitu ambavyo Mungu ametuahidi vitu vingi. Mungu ametuahidi vitu vingi, lakini shida yetu ni kwamba hatujafanya uamuzi. Sasa kama tutataka kuleta matokeo kutoka kwa Biblia ikuje uonekane, kwamba tufanye uamuzi. Kama unataka kufanya mapenzi ya Mungu, tufanye mapenzi ya Mungu. Yule mtu akaimba akasema kwamba fanya kazi ya Mungu Maitege, bila kubembelezwa, bila kusukumwa. Kuna watu wengine tunakuwa tu spectators hata kanisani, nikushangilia tu wengine. Mtu mwingine akaniambia ati unataka ati kanisa naendanga kanisa ati nikikufa kanisa iende nizike. Nikamwambia wewe uko namna gani? Fanya uamuzi wako bwana. Fanya uamuzi wa kumtegemea Mungu, wacha kutegemea mwanadamu. Kila mtu, hii ni kanisa tuko tu hapa, lakini kila mtu ataenda kwao. Kila mtu tutawachana. Sasa tukiachana, imani ile ambayo umepata, hiyo ndio itakaye kusaidia. Mungu wako utaenda naye, hautamwacha hapa tena utakuja kumchukua. Lakini unahitaji Mungu kila mahali ambapo unaenda. Kwa matendo yako, kwa maamuzi yako na kwa imani yako, ndio utafanya Mungu akuje katika maishani mwako. Watu waone kumbe huyu jamaa ni mtu ambaye alikuwa amependwa na Mungu. Nehemia ambaye alikuwa ameamua, alikuwa amefanya maamuzi kwa sababu ya kwenda kusaidia wakati wana Israeli walikuwa wamepigwa. Watu wanamcheka, wanamwambia kwamba huyu sasa wewe unajenga hii vitu, ukuta hii inaweza kuangushwa tu na hata na mbweha. Akasema kwamba hawa hawajui kwamba sisi tulifanya maagano na Mungu. Alikuwa ameshaamua kwamba Mungu, nitafanya kazi yako liwe na lisiwe, kwa wakati mzuri na wakati unaofaa na wakati usiofaa. Baadaye walikuja kuamini, kuona kwamba kweli Nehemia alikuwa mtu wa Mungu. Lakini haiwezi kukuja tu kwa ule mtu ambaye hana uamuzi katika moyo wake, hauna matarajio. Mtu anakuuliza, sasa umeamua aje? Ambia mimi niko tu. Wewe uko tu. Sasa hapo utapata kwamba maamuzi ya watu wengine itaingia kwako, kwa maana ulikuwa hujaamua. Lakini ukiwa mtu ambaye umeamua, mambo ya rohoni haitakangi mtu mwingine akuamulie. Inataka wewe uamuzi wako wewe binafsi, kwamba mimi unatangaza, unakiri kwa kinywa chako. Kama vile unaokoka, unakiri kwa kinywa chako kwamba mimi nimemkubali Yesu Kristo kama mwokozi wa moyo wangu na maisha yangu. Sasa hapo unakaribisha, maana hiyo ni uamuzi wako binafsi. Hauwezi kuamuliwa na mtu mwingine, huwezi kuamuliwa na baba yako, hata akiwa askofu, akiwa deacon, akiwa nani, akiwa padri, hauwezi kuamuliwa na mtu mwingine. Ni uamuzi wa moyo wako. Ati sasa wewe bibi yake ameokoka, sasa unafuatana tu kwa bibi na mnae. Ndio lazima wewe uamue, wewe uwe na uamuzi wako kwamba hata mimi nitafuata Yesu. Hata mimi nitamtegemea Mungu. Hata mimi niko tayari. Lakini watu wengi tungekuwa tumepata muujiza, tungekuwa tumepata baraka, lakini ni vile hatujafanya uamuzi. Uoga
na ndio umejaa mbele yetu. Ukienda uende ufanye uamuzi, anasema sasa wewe unataka kufanya. Shetani ametupatia uoga. Shetani ametufunika na uoga. Uoga ni uko mbele. Nasema sasa wewe unasema wewe hiyo shilingi 1000 utatoa. Wakisema utoe 1000 utatoa wapi sasa hiyo niambie. Wewe una kazi. Kazi yako ni ya kubahatisha kibarua, ujue kama utafanya kesho. Sasa utatoa wapi hiyo? 2000 utatoa wapi? Unasema unatoa sasa hivi. Lakini the moment tutaanza kupata courage, tutaanza kukuwa na maamuzi kwa sababu kwamba Mungu niliamua. Mungu nilitangaza hata watu wakisikia kwamba hii uamuzi ambao ninafanya nataka ulete hapa, nataka ulete baraka. Watu waone baraka. Nataka watu wapone. Nataka watu watembee katika nuru. Nataka watu tuache katika dhambi. Kwamba Mungu uonekane tu. Kama utaonekana kwa hii hali, kama Mungu utaweza kuleta tena revive maisha yetu yawe tena maisha ya furaha kama ile ilikuwa ya Nehemia. Sasa watu wakaanza kujua kweli kweli Nehemia mtu wa Mungu. Lakini lazima tupate mtu ambaye ameanza. Tukaongea na jamaa mwingine, nikaambiwa kwamba sisi hii wiki tunaomba kuhusu maamuzi. Nikaambia hata kama akaniambia kwetu mimi ndio nilikuwa tu mtu ambaye nimeokoka, mimi watu wengi hawakuwa wanajua mambo ya Mungu, lakini nikamwambia inatakanga mtu ambaye amefanya uamuzi. Akasema ni sawa. Nikamwambia ni sawa. Lazima Mungu anatakanga mtu kama huyo sasa ambaye atajitoa. Aseme kwamba mimi nakataana na mila, nakataana na jamii, nakataa, lakini nilete Mungu aonekane. Ndio Mungu anaingilia kati, aone huyu mtu kwamba huyu mtu ameamua katika moyo wake. Tuliongea na huyo mtu, tulipomalizana akaniambia umeniambia maneno, mimi nimesikia hata sasa kupasuka sasa kwenda kuanza kuomba. Nikamwambia hii maneno ni maneno inataka uamuzi wako binafsi. Ukisikiza ufunge masikio ya nje, sasa uwe tu na masikio ya ndani peke yake, ile nasikia sauti ya Mungu. Na Mungu ataanza kukumodify. Mungu ataanza kukupatia maneno. Mungu ataanza kukuelimisha. Mungu ataanza kukusongesha hatua kwa hatua. Ataanza kukuambia vile unaenda. Ataanza kukuambia wachana na hii. Hao watu wachana na wao. Sasa fanya namna hii sasa. Maana sasa uko na uamuzi, wewe uamuzi wako. Sasa Mungu anaanza kutembea na wewe. Anaanza kukuonyesha one by one. Anaanza kukufundisha maneno. Anaanza kukuelimisha maneno ile ambayo uko unajua hata kama hujui kuomba. Sasa Mungu ataanza kukufundisha. Ataanza kukuambia kwamba pana na kutuma. Awe sasa agreement na wewe. Awe sasa anaweza kukuamini, kukuambia siri za watu wengine, kwambia hii usiseme namna hii. Maana umefanya uamuzi, waambie kwamba Mungu niko tayari. Ili nijue, ili nifahamu, ili nifanye mapenzi yako. Niko tayari, uniamini, unipatie siri zako. Sasa niende nazo, niende niambie watu. Hivyo sasa ndio Mungu anataka tutembee naye mwaka wa 2026. Mwaka wa 2026 ni mwaka wa baraka. Kama tutafanya maamuzi mazuri. Sasa ingine maamuzi inakuwa kuchokesha. Unafika mahali unaona kama hii haiwezi hata kama nilifanya, lakini ninaonekana ni kama nilifanya vibaya. Naweza kurudi nikachagua tena. Ni kama kosi. Mtu anachagua kosi. Kosi inafika mahali mtoto inamlemea kabisa, anaona kama hii mehesabu hii sioni. Hii ni kama unaona wale wenzangu wameanza kupata pesa, walifanya short course. Sasa wamefanya certificate, mimi nilienda kwa mambo ya degree. Sasa imenipeleka miaka 4, wale walifanya course ya miaka 2 wanaanza kumbe bila kujua kwamba mbele huko kuna mambo mazuri. Kuna wengi wanafanya mambo ya short term, wewe ulifanya mambo ya long term. Sasa hii sio maneno ya kuishia hapa. Na imani ni iko na maamuzi. Maamuzi ya imani ni kama wifi. Unafika mahali mtu anakuambia tena uone mahali wifi iko. Wewe nipatie tap mtu anaweka namna hii. Sasa unakuambia uko connected. Hauoni. Maana ulifanya maamuzi. Sasa hiyo ukiapply hiyo ukiweka inakuwa connected. Basi
Sasa unaambia Mungu, wewe kazi yako ni kukumbusha tu, mkwambie Mungu, kumbuka maamuzi ile nimefanya. Tulifanya maamuzi na wewe. Nikakuhusisha katika hii maamuzi kwamba mwaka huu Mungu, nataka boma letu likombolewe. Nataka watu wetu waone Mungu. Nataka Mungu nitumie katika kiwango kingine. Nataka unisongeshe juu. Niseme maneno yako. Na nikisema maneno yako yaingie ndani ya watu. Na unaendelea kukumbusha Mungu, unaendelea kuomba namna hiyo, Mungu ataanza kukuinua polepole na kufanya maneno yako na kuimpawa maneno yako. Ukiomba unaona ikitendeka. Kwambia Mungu, niliomba kwamba Mungu, maamuzi ambayo nilifanya najua ilikuwa ni hatari. Kwa hiyo hii hata ikitokea, mimi nilijua Mungu kwamba hii ni maamuzi ambayo nilifanya, na shetani anataka kuniuzia uoga. Si nakataa na hii uoga. Unaanza kuona akisitani akianza kushindwa, sasa anaanza kusonga nyuma na wewe unaenda mbele. Unaanza kuona hata wale ambao walikuwa wanakupinga, sasa wanaanza kukuletea ripoti zingine. Anakuambia mimi hata nilikuwa namwambia tu, nilikuwa naambia fulani. Kwambia huyu jamaa hii maneno alikuwa ameshachua, alikuwa ameshaona. Hata wale walikuwa wanakupinga, sasa wanaanza kukuunga mkono. Wanaanza kukupatia. Lakini kama umefanya maamuzi, mtu mwingine kumwambia mmaye mpeleka kanisani akaombewa. Akasema kanisa tumetembea, tumeenda kwa mapasta. Nyinyi mmaye muombea. Sasa hao watu tu akubeba mtu akipeleka tu. Lakini wao wenyewe hawana imani. Maana hawajaamua kumtegemea nani? Mungu. Wale wanategemea kanisa. The moment walitani sasa wakasema kwamba Mungu, huyu mtu tumembeba sana. Mungu, na sisi tupatie muongozo wako. Sasa wao wakaanza kujirudia tena, wakaanza kutubu, wakaanza kuomba msamaha, wakasema Mungu tusamee, Mungu tukomboe, Mungu tuonyeshe njia ili tuweze kujua maneno na kufahamu. Walipofahamu maneno, walipojia njia ya Mungu, walipoanza kufuatilia, walipoamua kutoka ndani ya moyo kwamba Mungu tutakufuata, Mungu tutakutegemea, Mungu tutakuabudu. Maneno yalianza kulainika. Maneno yalianza kuonekana. Walianza kuona dalili za mtu kupona. Walianza kuona, wakajua kumbe sisi ndio tulikuwa tujafanya uamuzi. Ni sisi tulikuwa tumekwamilia uponyaji wa huyu mtu. Walipoamua kama familia kuja pamoja na kutolea hata Mungu sadaka, kuanza kushukuru Mungu, nikawaambia kwamba no, tusiende tu watu kwa vile tunaenda tunapelekea huyu daktari. Yeye daktari hata mkipelekea daktari anasema wapi mtu wa huyu? Nani amekuja naye? Wapi mzazi yake? Nani mtu amemleta huyu hospitali? Anataka kumuuliza maswali. Anauliza huyu mtu alianza kuonyeka lini? Mmempeleka wapi na wapi? Alianza lini? Hivyo vitu kama apate habari za huyu mgonjwa huyu. Sasa Mungu pia anataka wale watu ambao wamekubali. Wale watu walipoanza kukubali kwamba huyu mtu ni mgonjwa na sisi Mungu tunamleta, sasa wote wakaamini Mungu. Wote wakakiri kwamba Mungu tuko tayari. Tuko tayari kufanya lolote. Tuko tayari kutubu hata kama tumetenda dhambi. Lakini Mungu uokoe huyu mtu wetu. Utuondolee hii magonjwa. Wakakubali kwamba magonjwa haya yako kwao. Walikuwa wanaona tu magonjwa yako kwa yule mgonjwa peke yake. Hata wengine wanaona kama kumtenga. Lakini walipojua kwamba shida hii iko kwa nyumba yao na wao wanataka wadili na hii maneno, sasa walikubali, wakachukua uamuzi wa kumuingiza Mungu ndani kwa hiyo nyumba, kwa hiyo familia. Sasa Mungu akakuja akaingia kwa hiyo familia, akaanza kuwasaidia, akaanza kuonekana, wakaanza kusifu Mungu. That's why nasema kwamba uamuzi ambayo unafanya ndio utakaye kuelekeza katika mafanikio yako. Maana huwezi kufanya maamuzi ambayo iko namna hii, uko upande hii na uko upande hii. Lazima ufanye maamuzi ambayo itakupeleka katika kiwango kingine. Sasa hatutaki mambo ya chini, tunataka mambo ya juu. Tunapanda juu. Tunaenda kupata maneno ya juu.
tunaenda kuvuna maneno ya juu kwamba Mungu, mimi na vitu vyangu. Ndiye akasema kwamba mtumikie Mungu kwa nguvu yako, kwa akili zako na kwa mali yako. Sasa kama tunasema na kuna vitu vingine vimebaki, Mungu anaangalia akili zetu, anasema huyu anasema tu, lakini ndani ya moyo wake haiwezekani. Maana kuna vitu ambavyo amewacha nyuma. Mali siwezi kumpatia, maana mali yake ameifanya kwa ya binafsi. Mali yake ni yake, mali yake, na mimi ndio nampatia mali. Sasa kuanzia hapo tuanze kuhusisha Mungu kwa kila kitu chetu. Uamuzi wetu ndio uhai wetu, ndio mafanikio yetu, ndio maendeleo yetu, ndio afya yetu, ndio utajiri wetu. Wanasema kwamba nilipoamua kumfuata Yesu, nilipoamua kumtumikia Mungu kwa mali yangu, kwa akili zangu, kwa nguvu zangu, nilimuona Mungu. Bwana wabariki sana. Bwana atutie nguvu kwamba mwaka huu tutakuwa washindi, maana tumefanya uamuzi mzuri na Bwana atatusaidia. Wacha nikaribishe mtu wa Mungu. Karibu sana. Karibu sana. Thank you. Asante sana. Thank you so much. Yes. Unaondoka nikiingia. Sasa wewe shikilia hapo sasa. Amen. Amen. Ni mzuri sana. Thank you so much. Kwa sababu ya wakati huu nashukuru, nimesikiza maneno ambayo umetuletea, ambayo umetunenea, na ni maneno mazuri sana. Maana tunaongea juu ya advantages na disadvantages za maamuzi. Na mimi nimegundua ya kwamba mambo mengine lazima tu yawe tu vile ambavyo yalivyo, yalivyo ndio yanaweza kufanyika vizuri. Na kivyovyote vile katika maisha yako yote, kama wewe utakuwa mtu wa kutafuta advantage ya ukweli, jua hivi kwanza, hivi ambavyo tunavyoongea, mimi niko na maneno tofauti ya kwamba advantage nzuri, ya wakati nzuri, ya akili nzuri, ya mawazo mazuri, ya matendo mazuri, ya roho mzuri iko very okay. So hakunanga kitu kama disadvantage. Disadvantage ni wakati wewe unafikiria unafanya advantage mzuri, kumbe unafanya advantage mbaya. So advantage isiyo kweli inageuka kuwa disadvantage. Let me say this to a Christian, to a born again Christian, to somebody who is a servant, ya kwamba mara nyingi vitu ambavyo tunavyoviona ya kwamba tumevipata tu kwa ghafla, ni opportunity imeingia, visivyokuwa katika mpango wetu, then to us it becomes disadvantage. Kwa nini niseme hivi? Wakati mwingine Mungu haongeangi.
Kama mtu ukimuuliza kwamba ukipatana na pesa kwa njia, anasema Mungu amenipatia. Si mtu amepoteza tu vile wewe ulipoteza, na wewe ukaiona. Sasa mtu mwingine mko kwa nyumba, hata kanisani, mko kanisani, alafu mtu anaangusha pesa, mtu mwingine anapita nayo, anasema Mungu amenipatia. Yes, in your thinking kwa mawazo yako wewe unajua Mungu amekupatia, hata umefurahi yako yote. Lakini I can tell you for free ya kwamba kwa sababu sio haki, it is a disadvantage. Hata kwa gari wewe unaona pesa ya mtu imeanguka hapo hapo mbele, imeanguka karibu na kiti yake hapo. Then wewe badala ushtue huyo mtu, mwambie pesa yako imeanguka, unaona hiyo ni advantage. Then unanyosha mguu namna hii, unavuta hiyo pesa pole ama unakanyaga, then baadaye unachukua na unasema that is an advantage. I can tell you that is a disadvantage to you. It is a disadvantage because it will not bless you. It is a near disadvantage because umefanyia Mungu makosa. It is a disadvantage because wewe haufai kufanya hivyo. Umeokoka maybe, wewe unastahili kufanya mambo mazuri. It is a disadvantage kwa Mkristo. Na vile unajua, kwa sababu ukweli ni kwamba hii pesa imeanguka hapa ya mtu. Wewe ndio umechusiwa kuwa macho ya kuona. Alafu wewe unageuza kuwa umechusiwa kuwa macho ya wizi. And I can tell you that is stealing. So definitely it becomes a disadvantage because you have stolen somebody's money. So vitu vingi vile ambavyo hatuna choices ndivyo vimetufarakanisha na Mungu, ndio vimetuletea shida, ndio vimefanya mipango yetu haiko sawa. Tunaweza panga leo, kesho tupangue. Tunaweza amua leo, kesho hatumo katika maamuzi hayo, because advantage yetu inataka maamuzi yaliyo mazuri ambayo yanampendeza Mungu. When you choose good, when you choose wisely, when you choose faithfully, then you have an advantage to be blessed by God, to be uplifted by God, to be given anything by God, to have a breakthrough. That is an advantage. We are talking about advantage to God, not to this world. To this world inakuanga makosa the advantage, na disadvantage ni makosa zaidi. So kwa Mkristo mimi huwa nasema kwamba hakuna disadvantage. Disadvantage it's only when you are wrong, when you are doing something wrong, when you are doing it in the way that it's not wanted to be done like that, then that is a disadvantage. But you might not know. But I'm telling you today, ya kwamba when we say about advantages, we say things that you have chosen that are right with God, things that you have chosen that they obeys God, that knows God, aligns with God. Then you will have an advantage. You choose. When God approves it, then that is an advantage. Because out of the choices that you have made, Mungu atasema kwamba hii alichagua mzuri, hii amefanya mzuri, and whatever you have chosen, hata wewe kufanya utafanya mzuri,
Kuna mtu alichagua ya kwamba mimi nataka kuoa, na ameishi hana pesa, hana mambo mengi, lakini amekaa na familia yake vizuri sana. Mwingine alichagua ya kwamba nataka kuolewa, mpaka kwao wanamwambia wewe aka mwanaume gani aka uliolewa na, lakini akasema mimi nataka kuolewa tu na wewe. Na kweli huyo mwanaume si mbaya, wachana hawa mabangi. Ati mtu ni mwizi, lakini mwanamke amekataa tu, anasema huyu ndiye roho yangu ilipenda. That is a wrong choice. Wewe unakaaje na mwizi na kwenu si waizi? Kama kwenu pia ni waizi, ukasema kwamba hata kule nimeenda pia ni waizi tu, tutaishi. Kama kwenu ni wachawi na unaolewa na mchawi, unasema tu kule hata hiyo ni sawa na Sasa that's not an advantage. You've chosen badly. Umechagua vibaya. Wewe unaona wazazi wako wanang'ang'ana, wanahubiri vile tunahubiri hivi. Wewe unaanza tu kidogo tu sigara, kidogo kasigara yako kanaenda, unaanza kuvuta kale karosta. Ukitoka kwa rosta unaenda kwa kabangi kidogo kata kuingiza kwa kujidunga shindano na kuvuta madawa. Then because you did not choose good, itakuharibu. Nao kwako inakuwa kwamba you are only given one choice for the advantage, lakini vile ulikataa, uliingia kwa disadvantage direct. So my dear friend, when I'm talking about disadvantage and advantages, mimi niko na mambo tofauti na ile ambayo wewe unajua, na saa zingine huenda hatusisikizane. Advantage ya Mkristo, advantages ziko nyingi sana. Advantage ya kwanza ni kuamini. Let me tell you about faith. Advantage ya kuwa na imani na Mungu. Imani sio jina, imani si hewa, imani ni roho. Na imani ni roho, ni mtu ambaye ako katika roho. Huyu mtu anaitwa imani. Ni msaidizi wa nguvu sana. Unaweza mtumia vile ambavyo unataka. Then if you choose well, then Mungu anakutumia, anakupatia mtu huyu ambaye very strong. Angalia katika serikali, unaweza apply, unataka walinzi. Kuna wale ambao wanasema kwamba sisi tuko na walinzi wetu, tunataka vifaa vya kutulinda. Mtu analeta hata ndugu yake ndiye hawa anamchunga. Na wengine unatolewa tu huko, mtu ni mlevi, si mlevi, ni na nini, wewe umepewa tu huyu ndio unatembeanga naye. Hajui kuweka siri, hauwezi muamini, ndiye tu mko naye. Lakini mwingine naye atachagua yeye. One time I was somewhere and my aunt was in an office. Then walikuwa wanataka bodyguards. Wakasema watu wachague watu wao ambao wanaweza kuwa bodyguards. Then we were chosen. My aunt chose me ya kwamba tutaenda katika training college. Tulikuwa tuende AP training college. Tuwe trained as bodyguards. You see that? Ya kwamba mtu amechagua mtu wake. Kampuni inaenda kwa train ili ya kwamba hawa watu wakuwe nini? Wakuwe bodyguards, which is very good. Sababu utakuwa na advantage ya kuwa ulichagua ile kitu ambayo unataka. Itakufanyia kazi vizuri. Wewe hata pia utakuwa unajisikia, hautakuwa kwamba unafikiria mambo mengine. So napoongea kuhusu imani ni mtu. Imani anaweza kukusaidia. Imani anakusaidia ukiwa mgonjwa. Imani anakusaidia ukiwa na hofu. Imani anakusaidia ukitaka kupata vitu. Imani anakusaidia
wakati wewe umeshindwa, wakati mambo yamechafuka, imani anakusaidia, anakuencourage, anakuambia omba, anakuambia usiwache, anakuambia chukia hii, penda hii. Imani anakutuma. Na imani pia unaweza mtuma, unaweza mwambia enda mahali, aende na arudi haraka. Ndiye mtu ambaye unaweza tuma kwa speed sana, kasi ya ajabu, kasi ile ambayo mtu mwingine hawezi enda. Ni imani. So nimesema mzuri ya kwamba your choice is based on your faith. Na ukiisha jua ya kwamba umechagua mtu ambaye anaweza kukulinda vizuri, mtu wa nguvu anaweza kukufanyia kazi vizuri, mtu mzuri ambaye anaweza kuweka imani yako, ama anaweza kuweka siri yako, ni imani. Ukishafika hapo, then you will choose. Utachagua vitu alafu viweke katika jina lake ambalo ni imani. Unatoa hii unaweka kwa imani. Unatoa huku mgonjwa unamleta hapo, namwambia kwa imani. Unambatiza kwa imani, nataka apone. Unapata kitu kidogo, unasema kwa imani nataka kiwe kikubwa. Unaanza biashara kidogo, unasema kwa imani nataka isonge mbele. Imani anaanza kushughulika. Ushamwalati ya kwamba we imani, nimeandika hii kitu, nimeandika kwa jina lako. Sasa anaanza kushughulika, anaanza kwenda naye, anaanza kuigoroisha, anaenda kuinua, anaanza kuipanua, inakuwa kubwa. Kazi ya mtu ambaye anaitwa imani. So mimi katika maisha yangu, I don't know anything to do with the disadvantage. Ukiniambia disadvantage tena utakuwa unanirudisha Misri. But what I know is that imani, ni advantage ni kuwa na imani. Ukisha kuwa na imani, then you will continue kupata vitu ambavyo imani inaweza kukufanyia. Utaendelea kuona, utaendelea kusikia, utaendelea kuguzana na kukutana na kuletewa vitu ambavyo viko advantaged. Lakini kama hautafanya katika mapenzi hayo, kama hautafanya katika hiyo njia, kama hautafanya katika hiyo kweli, kama hautafanya na imani, na huyu mtu anaitwa imani, then utakutana na automatically utakuwa umecreate kitu ambacho kinaitwa disadvantage. So hauta access vitu vile. When you are disadvantaged, then you cannot access vitu vya Mungu. Vitu vya Mungu vinatokana na uamuzi. Then ukishaamua vizuri, ukiamua kwa imani, then you have an advantage to access vitu za Mungu. Get me clear ya kwamba for a person who believes, there is no disadvantage. Disadvantage ya Mkristo ni kuingia katika makosa, ni kufanya kinyume na mapenzi ya Mungu. But yeyote yule ambaye anayefanya kulingana na mapenzi ya Mungu, he or she has an advantage ya kuaccess vitu za Mungu, ya kufaulu, ya kupata breakthrough, ya kupendwa, ya kuwa na amani, ya kuwa na ushindi, ya kuonekana shujaa. So when we talk about advantages and disadvantages za kuchagua, then to me, I'll just knock you out that you need not to talk too much about disadvantages. Talk about advantages. Hiyo ndio unaongea juu ya imani, unaongea juu ya upendo, unaongea juu ya amani, unaongea juu ya urafiki, ukweli, unaongea juu ya haki, unaongea juu ya usafi, unaongea juu ya hekima, unaongea juu ya mapenzi ya Mungu. Then you will be in the spiritual realm. Utakuwa wewe uko advantaged, ili unaweza kufanya mambo yote. You can speak on behalf of God,
You can speak, you can preach on behalf of God. You can tell people about God. You can also believe and pray. You can pray for people. And that's why I told you kwamba advantage iliyoko ya kwamba kama umeamini, kama unamjua Mungu, una mambo yanakuja nayo. Unaweza omba tu na mambo inafanyika. So sio mara nyingi ya kwamba mambo yako yaweze mpaka uingize katika disadvantages. Wanahesabu advantages zako, bado wanakuja wanajigonga kwa disadvantage. You are knocked out. Malaika wanasumbuka na wewe sana, mpaka wanashindwa huyu mtu ni mti gani. Kama vile Biblia inavyouliza ya kwamba nilikupanda mti mzabibu, ni mbegu mzuri sana ya mti wa mzabibu, uligeukaje kuwa mti wa mwiba? So it happens. It happens, my dear friend. It happens and it is there. And that's why, to me, I came to tell you that there is no disadvantage. Run for advantages. Advantages mbele ya Mungu. Maisha haya tunayoishi hayatoki mahali pengine. You will be judged because of that. So seek for advantages. Biblia inasema kwamba, Paulo akasema kwamba, wa ndugu zangu, hatimaye kama kuna jambo lolote ambalo linastahili amani, ambalo linafaa, lililo na upendo, linalofaa, linalokubalika, lililo na amani, letao uwezo, ni nguvu ya Mungu, lile ambalo linakupenda, then fanyeni hilo, shughulikeni na hilo. Msijaze mioyo yenu na ubaya na chuki na vitina na vigomvi na maneno yasiyotoka. Kuna Mkristo tu mwingine na mchukianga sana. Hata akiongea mahali watu wako, anaongeaga tu mambo ya dunia. Anaongeaga tu juu ya watu. Hao watu wewe umewaona katika maisha yako. And the more you talk about people, is the more you welcome them. Hiyo vita haitawaisha. Wewe wachana na ile mambo watu wanafanya, fanya yako. Shughulika na yako. Mtumishi wa Mungu amesema hapa ya kwamba mstari unasema ya kuwa shindeni mambo mabaya kwa mambo mazuri. Yaani fanyeni mambo mazuri ili kuyashinda mambo mabaya. But na wewe unachukua mambo mabaya ndio una fight nayo mambo mabaya, and you are a born again Christian. Biblia hii inaongea kuhusu mdomo na ulimi wako. Biblia inaongea kuhusu maneno ambayo unatamka, that the words that you speak has life and death. Lakini wewe unayachezeanga tu hivi. You know, even if you are writing, hata wengine naona kwa mtandao wanaandika mbaya sana. Hiyo writing hiyo imehusisha vitu vingi. It is not just writing. Haujatumia tu kidole, umetumia akili, umetumia mwili wako, umetumia roho yako, umetumia mdomo yako, umesungumuza, umeongea, you like it or not, umeongea, na hata umesave katika akili yako, iko katika memory yako. So kama ni mambo mabaya ambayo unaongea, ambayo unaandika, kama ni kwa mtandao, unatusi watu, unachongoa watu, unawaambia watu maneno mabaya, my friend, kuna tofauti. If you are saved kwa mtandao huu na bado unaongea mambo ya mzaha, the Bible says in Psalms chapter 1 verse 1 ya kwamba heri yule mtu ambaye mtu yule ambaye hakuenda katika njia, hakuketi katika baraza la watu wabaya, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barazani pa wenye mizaha. Hakuenda katika mikutano ama vikao vya watu wasio haki. Kuna watu ambao sio haki, and I am sure ya kwamba wewe ukisema unaokoka, unatoka katika vikundi vya watu wasio haki. Hata wewe mwenyewe unasema nataka kuwa haki, nataka kuwa mtu wa kweli, nataka kuwa mtu haki mbele za Mungu. Ndio sababu unaokoka. Sasa alafu tena unafika pale unaanza kufanya mambo yasiyo ya haki, unajihukumu, unajiletea shida.
ndio unajibamba, lakini unaongeza shida. Baada ya kujibamba utaingia katika moto namna hii. Baada ya kujibamba utaingia katika shimo. Baada ya kujibamba utaangukia mahali pabaya. Ndiyo sasa utakuwa, dunia itakuwa imekuanika, imekuweka wazi. Alafu anasema kwamba wala huyu mtu hakuketi katika baraza la watu wenye mizaha. Hizi jokes hizi, uko kwa mtandao umeokoka, bado uko tuna jokes. Uko kwako mahali umeoleka, kwa watu wako, jamii yako, bado uko tuna jokes na umeokoka. My friend, chunga sana. And I have told you ya kwamba ni uamuzi ulifanya mbaya. Ulifanya uamuzi wa kuokoka. Ulifanya uamuzi wa disadvantages peke yake. So you are always wrong. Kama utakuwa mtu wa mizaha, kama utakuwa mtu wa kufuatana na mambo mabaya, then wewe uli choose disadvantages. Hizo ndizo uko nazo, hizo ndizo unatembeanga nazo, hizo ndizo ziko kwa akili yako. Hata mtu akifanya jambo mzuri, lazima wewe uangalie nyuma yake jambo baya. Wakati mwingi sana tunakosanga, tunaingiaka katika makosa kwa sababu hatukutaka kuangalia makosa ya huyu mtu. Tulitaka tumpende, tumbadilishe, lakini alikuwa mwenye makosa zaidi mpaka akafanya machoni petu. Mpaka ni mwanaume anasema nimeoa, amepata mwanamke mzuri mrembo sana, anakaa naye mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, tena anapatana, anakuja anapatikana ako na girlfriend, ako na mpango wa kando, ako anatembea nje. Na huyu mtu alikuwa amesema kwamba mimi huyu ndiye nimepatana naye. Lakini mtu anakuja anabadilika, mtu anakuja anageuka. Mtu ambaye alikuwa advantaged sasa anageuka, anakuwa anaanza mpango ya disadvantages. Hiyo ndio sasa anaanza nayo. Hiyo ndio sasa anaanza kuwa naye akifanya. So mwenyewe anajiingiza kwa disadvantages. Sasa magomvi yataingia, wivu itaingia, vitu vingi vitaingia, na makosa mengi yataingia. My friend, I want just to end there, but I want to tell you, this is Hosanna Faith TV. Tunakuletea kutoka hii studio leo. Hii studio ni kubwa tu. Tunaweza kaa hivi, tukaa hivi. Lakini before tuende, nataka nikurudishe kwa mtandao wetu, ni kuambia kwamba kuna mambo ambayo huwa tunafanya, kuna mambo ambayo huwa tunaendelea. I want to show you just topics zile ambazo tumekuwa nazo, especially zile tumekuwa nazo za choices. Choices imefanya mambo mengi na mpaka tumepata ushindi mkubwa sana kwa sababu ya choices. Watu wamefanya choices na leo hii zimewaletea matokeo mazuri, na kualika ya kwamba uungane nasi, hata kama ni kwa mtandao huu. Uungane nasi, tuko na mpangilio na mambo makubwa sana mwaka huu ambayo tunaenda kufanya. Tutabadilisha vile tumefika hapa, tutabadilisha hata hii studio tutaibadilisha. Itakuwa inakujia matangazo na mahubiri yatakuwa yanakuja daily and every time. So just be prepared kwa ajili ya mwaka huu, na kukaribisha kwa mwezi wa pili, ili ya kwamba tuwe pamoja nawe, ili ya kwamba tuendanishane nawe. Hii ndio kikao ya kwanza ya mwezi wa pili. Mwezi wa Januari imefanikiwa, na hii ni ya pili. Tunaomba ya kwamba uandamane pamoja nasi. Comment there, tell us where you are watching us from, tell us what you have to tell us, what you need us to do for you, how you want us to pray for you. I've seen God doing things. I've seen God healing people. I've seen God delivering and saving. Yours is not exceptional. He can do for you also. Be ready. Come on board. Talk to us. Talk to this channel, Hosanna Faith TV, in YouTube and in Facebook. Fuatilia Pastor Joseph Ogwena.
then you will get me, we will talk and will help you. Kuna shida yoyote? Kuna mama ambaye juzi ambaye tulipatana naye hapa na jana ameleta ushuhuda, mtoto wake alikuwa amepotea for the last 1.5 months kutokea December, lakini alipatikana. Baada ya kuhusiana naye hapa, siku moja tutamleta tuchukue ushuhuda wake, alafu sikie vile anasema. Mambo yako mengi sana. Mtandao huu si wa bure. Mtandao huu unasaidia watu. Na sisi tunakuja kwako. Hatujasema kitu chochote. Hatujataka kitu chochote. Pengine Mungu akikujalia tutasaidiana huko mbele. Lakini for now we are just coming to you freely. Just take time and watch. Just take time and listen. Just take time and follow up on what we are talking, what we are discussing and what we are preaching, what we are telling you. Tumesema kwamba tunadili na maisha tu ya mwanadamu, na katika maisha yetu ya kawaida hatutaki kwenda kule juu, lakini wakati utafika tutasonga kule juu. Pengine tutakuwa tushatoka nayo huko chini. Tuambatane ili ya kwamba tukienda juu tuende pamoja nao, na ninajua utabarikiwa. Our God is ready to bless you. That's why we are bringing this God to you. We are bringing him to you so that you may be blessed. Your family, your people, your clan, your work, your house may be blessed. If you follow up and believe, I told you to stay with this person called Faith. He's a helper. He's a guider. He's a worker. He knows what you want. Then he is the one who do the coordination between you and God. So if you work closely with him, you will see things changing. Kuja tukupatie hii imani ili ya kwamba Mungu akusaidie. So God bless you so much. Wherever you are watching from, I want to thank you. Nilikuwa nimeona watu wa kwanza, wawili, watatu. Nimeona mama warembo watatu, nikaona Penina, nikaona nani? Naona hapo watu. Thank you so much. Pengine fundi tuangalilie nani na nani ambao wako. Kuna mtu ameuliza swali ndio tufunge tumalizie hiyo. Kuna hapa Makoha wanalo ako ndani kabisa, anasema asante. Yes. Naona hapa Zefania. Zefania. Amen. Zefania nani? Zefania Alfenia. Alfenia. Huyo ni kijana yangu. Yes. Anasema amen. Faithful faith, it is still you. Make it happen. Amen. Hallelujah. Thank you. Thank you my son. So far ni hao tu hawakuna wengine. Wale walikuwa ile party nyingine. Mitambo ilikuja ikakata kidogo, ndio tukaingia katika hii second round. But so far how do we comment kwa second round? But we say God bless you. We are still live. Tutakutana katikati ya wiki hapa, na wakati wote tutakutana, sababu ndio tunajenga pamoja nasi. Usije tu kasema kwamba huyu pastor nilikuwa namsikiza, huyu pastor nilikuambia give me 3 years. I have a testimony. Go with me. Kuja tuende na wewe. Sitaki ni kuita mahali pengine. Nasema tu mahali tutapatana hapa tuende na wewe. Let us go with you. Nitakuhesabu mahali. I will count you somewhere. I will make a note. I will make an announcement, and within that announcement you will be in. Kwa wale watu ambao nitataja, I will name people. Be inside. Be a pillar, be a supporter, be a promoter or a helper in this work. So God bless you so much. Tukutane tena wiki ijayo ama wakati wowote ule ambao tutapatikana. Mungu akubariki. Wakati wote ukiona nikiwa live, ingia hapo
tuongee na wewe ama usikize ili usaidike. Nimesema kwamba disadvantage ni kinyume cha advantage. So mtu wa Mungu, wewe ambaye unajua Mungu, ni ufanye advantage. Ukikosea advantage, then utakuwa umefanya disadvantages. So God bless you so much. God bless you. God bless you. Mungu atujalie tukutane wakati unaokuja. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Bwana kubariki sana. Amen. Hallelujah. Just end.